Ni Hotbiz tena tukiwa sanjari mtaani kabisa tukikuletea wewe mtazamaji wetu mambo makubwa kutokea mtaani, na tunazungumza na baadhi ya mashabiki mbalimbali. Tupo na shabiki wa ajabu. Kwa nini tunamuita shabiki wa ajabu? Kwa sababu alikuwa upande huu, sasa hivi tunazozungumza yuko upande mwingine. Wengi wanasema kuwa upande wa furaha kwa sababu kipindi hichi kimekuwa ni cha furaha zaidi kwao. Meja, Nabii Meja, habari yako? Safi, yani umepunguza utambulisho. Mimi ni shabiki pekee ambaye nimekuja kwenye timu ya mafanikio na nilikuwa natazama mbele zaidi pengine kuliko mashabiki wengine, na ndio maana ulikuwa mbele ya wakati. Nilikuwa mbele ya wakati. Mimi sio nabii wa jioni, nabii wa mapema kabisa. Nabii, kwani ulichungulia nini wewe? Sasa unajua mambo ya kiroho tena, Unajua kuna unaongozwa na Roho Mtakatifu, anakuongoza, unakuwa unafanya maamuzi ambayo baadaye hayakuletei majuto, kwa sababu kama ningefanya maamuzi ya kurupuka, timu ziko nyingi sana, lakini kama nende Yanga kwa sababu nilikuwa najua nini nafanya. Na kama ungetaka pesa zaidi, utajiri zaidi, ungeenda kwa matajiri wa nchi hii, Azam. Naam, lakini hujaliangalia. Nikachagua kwa sababu ni timu ya wananchi, na mimi nilichokuwa nakitaka niwe kwenye timu ambayo ninaweza kuwa ni owner, yani ni mmiliki, kwa sababu unapokuwa Yanga maana yake ni mmoja wa wamiliki, na ndio maana inaitwa timu ya wananchi. Naweza nikatoka hapa mimi nikaenda klabuni pale, nikatandika mkeka pale nikalala, au nikaingia ndani kwenye makochi nikatulia, nikatumia wifi ndani mule, kwa sababu ni sehemu ambayo hakuna limit. Yes, unapokuwa tu mwanachama basi ni sehemu yako. Ndio kitu ambacho kilinifurahisha Yanga. Nilikuwa niko Simba huko, lakini nilikuwa natamani siku moja niwe Yanga, lakini nilikuwa natafuta mbinu gani ambayo nitaingia nayo. Jumapili iliyojaa midomoni mwa watu siku ya jana. Jumapili wengine walikuwa makao makuu ya nchi kwa maana ya wananchi Yanga Africa, lakini pia Simba Sport Club walikuwa hapa Dar es Salaam. Mji mbabe kabisa Dar es Salaam pale Benjamin Mkapa, walikuwa wakiumana pale pamoja na Azam FC, matajiri wa jiji, lakini wamepoteza. Lakini nyinyi tumeona kule upande wa Dodoma mlikuwa mko vizuri kwa maana mlishinda, japo wanasema kwa mbinde sana, lakini mlishinda. Zungumzia kwanza mchezo wenu nyinyi pale Dodoma. Dodoma ulikuwa ni mchezo mgumu sana, na namna ambavyo Coastal Union walicheza unaweza kuwapa kongole, kwa sababu walicheza kwa compact, walikuja kwa ajili ya kusema kwamba angalau wapunguze idadi ya magoli, na walicheza vizuri. Kipindi cha kwanza walicheza vizuri, lakini baadaye wakapoteza ile discipline ya mchezo, wakaamini kwamba Yanga na wao wako sawa. Mwisho wa siku kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Mabadi pale, striker wao pale, wakaja wakamtoa. Hiko ndio kilichogharimu, kwa sababu yule mtu alikuwa anatusumbua pale mbele, ulikuwa unaona namna ambavyo anakaa na mpira na anafanya mashambulizi, lakini mwisho wa siku kocha akaleta mazoea, akaamini kwamba yeye anaweza kupishana na Dar es Salaam Young Africa. Mwisho wa siku kikamkuta kile, na mwisho kabisa walichokikosea wao ni kitendo cha kukaa nyuma kwa kama second team. Umeelewa? Kile ndio walikuwa wanakaribisha mashambulizi muda wote, na kulikuwa kuna namna. Yani jana sisi tulikuwa tunachohitaji ni ushindi tu, kulikuwa kuna namna. Kwa hiyo walikuwa wanatakiwa tu wafe kwa namna yoyote, yani watusamee sana. Wasamee sana. Wamekufa kwa namna gani? Labda waliwaheshimu au waliwadharau kwa maana ya costi? Mara ya kwanza walileta nidhamu ya mchezo, sio kutuheshimu kwa maana ya sisi labda kutuamkia, lakini walileta nidhamu ya mchezo, kwa wakasema kwamba Yanga ni timu kubwa, angalau wanafanya mashambulizi, wanazuia. Lakini baadaye walivyoona mzani umekuwa sawa, kwamba kosa zimekuwa nyingi na hawafungwi, wakaona sasa pengine tukafanya jambo lolote. Mwisho wa siku wakapoteza ile chemistry yao, yani wakarudi sasa kuwa waoga zaidi, wakasema sasa hivi tukae nyuma tuwasubiri Dar es Salaam Young Africa waje watushambulie. Hiko ndio ambacho walipoteza pale focus, na ndio maana tukawaadhibu kwa lile goli moja. Naam, lakini walicheza vizuri kweli, walicheza vizuri sana. Ukiangalia ule mchezo unaweza kusema mchezo wa namna gani, ulikuwa na kasi, una ufundi mwingi. Lakini kingine kilichowasaidia Coastal Union ni kwa sababu uwanja nao haukuwa rafiki sana. Uwanja haukuwa rafiki, ulikuwa mpira unadunda unafanyaje, kwa kuna baadhi ya zile pasi zilikuwa hazifiki kwa wakati. Lakini ndio soka letu hivyo, huwezi kulalamika sana kwa sababu wao wamecheza kwenye ule uwanja na sisi tumecheza kwenye uwanja. Lakini kwa maana ile burudani ya mashabiki walikosa, kwa sababu kuna wakati zile pasi zilikuwa zinapigwa zilikuwa hazifiki kwa wakati. Ligi bado mbichi sana Nabii Meja, lakini focus yenu hasa mnajiona wapi? Mnajiona kwamba ndo tayari tena hakuna wa kuwashika tena, hakuna wa kukamata, au mnajiona wapi labda? Ligi ni ngumu, lote linaweza kutokea, lakini sisi focus yetu ni kwenye ubingwa, na ndio maana umeona kila game tunaendea kikubwa, na tukipoteza game kwa maana ya suluhu kama ile tulipoteza dhidi ya Mbeya City kwa maana ya kutoa bila, tulikuwa tumeumia sana, kwa sababu malengo ni kuchukua ubingwa. Kwa sababu unapochukua ubingwa maana yake unatengeneza amani klabuni. Hiki tunachokiona kwa wekundu wa Msimbazi ni kwamba kwa sababu hawapati tu ushindi, lakini kama wangekuwa wanapata ushindi kila siku, hizi changamoto zao zingeondoka. Hata sisi hapa tukikosa ushindi mara 2 mara 3, lazima tutarudi tuangalia na kwamba tatizo ni nini. Kwa hiyo huu ushindi ambao sisi tunaupata ndio unatengenezea umoja. Kwenye hivi vilabu vya mpira wa miguu na hasa Tanzania hapa, ushindi ndio unawafanya watu wanakuwa wamoja.
wenzetu wanagombana ni kwa sababu timu haipati ushindi. Kwa mfano juzi walivyokuwa wamepata ushindi dhidi ya Mbeya City, umeelewa, uliona namna walivyotulia wakawa wamoja. Lakini baada ya jana kufungwa na dhidi ya Azam, umeona wametulia, yani hawajatulia, wamekuja kutafuta mchai. Kwa hiyo sisi tunajiona kwamba tuna kwa sababu sisi ndio mabingwa ambao tunashikilia ubingwa, tunachohitaji ni kuendelea kuwa mabingwa watetezi, kombe tena kulichukua tena kwa msimu wa 5 mfululizo. Na Meja, inaonekana kwa mashabiki mmegoma kabisa kuamini ile kauli ya kusema mpira una matokeo matatu. Kwa maana nyinyi mnataka tokeo moja? Kwa sababu gani? Tunamwangalia kikosi chetu na ambao wanatukimbiza, kwa sababu mpinzani mkubwa unamwangalia Simba, lakini Simba mpinzani wetu mkubwa unaona ana changamoto nyingi sana, changamoto za uongozi, ukiangalia namna yani makocha wao namna ambavyo wanapishana, hawaelewani wenyewe. Hiko sisi kinatufanya tuwe na uhakika kwamba ubingwa tunauchukua tena. Lakini hawa Simba wakitulia, wakaseto mambo yao, pengine itakuwa umeona msimu uliopita namna ambavyo ubingwa umeenda kuamuliwa mechi ya mwisho. Lakini kwa hiki ambacho sasa hivi Simba wanaenda nacho, unaweza kukuta mapema tu maji na mafuta vikatengana. Umeelewa? Lakini unamaanisha nini? Unasemaje? Kwa huu mgogoro ambao wanajitengenezea wenyewe, sintofahamu. Kwa sababu hapa sasa hivi ukiacha ya matokeo, bado mwezi wa kwanza nadhani wanakutana na uchaguzi wao wa club. Kwa hiyo wakiendelea kufanya mambo yao ya kitotototo, watajikuta wametengeneza mzani mkubwa mno, maji na mafuta vitatengana. Maana yake tayari sisi tutakuwa tumewaacha kwa gap kubwa sana. Sasa hivi ukiangalia ni kama pointi moja hivi ambao tumewaacha, lakini baadaye wakiendelea hizi sintofahamu zao na changamoto zao za kusigana, wanaweza wakajikuta wako mbali sana. Tumewapita kwa mbali sana, lakini si kwamba wana timu mbaya, hawana timu mbaya. Yes. Na nyinyi kama mashabiki wa Young Africa, wewe tunajua kwamba ulikuwa Simba lakini sasa hivi uko Young Africa, mnatamani hii hali yao iendelee? Kwa sababu kuna baadhi wanasema kwamba ikiendelea hii hali maana yake Simba anaweza kashuka daraja, Simba anaweza nini, Yanga hawataweza kufanya lolote bila Simba na kuwa the same na kuwa pamoja. Naona waendelee kuwa na hali ya kutofautiana, kushuka kimchezo, au unaona kabisa kwamba wanatakiwa wawe vizuri ili tuwe sanjari, tupate cha kuwatania? Ugomvi, migogoro si kitu kizuri, kwa sababu hivi vitu vinaanza kidogo kidogo, umeelewa? Vinaanza watu kupishana kauli, hivi mwisho wa siku inaweza kuleta vita, kwa sababu tunazungumzia hisia za watu ambao watu wanakwenda viwanjani kutoa viingilio vyao, wananunua jezi, wanalipia kadi za wanachama. Kwa hiyo si hali nzuri, na pia haiwezi kuitengeneza Yanga nzuri kama Simba inakuwa mbovu, kwa sababu timu wapinzani ni Simba na Yanga. Kwa hiyo kama Simba inakuwa mbovu, Yanga haiwezi naye kuwa bora zaidi, kwa sababu kipimo chetu sisi huwa tunapimana wenyewe. Kwa hiyo mimi natamani migogoro iweze kuisha ili waweze kurudi kwenye mchezo, ili tunapocheza sasa Simba na Yanga kuwe na upinzani wa kutosha. Kwa sasa hivi unaenda uwanjani unafikiria tu kwamba Simba anafungwa dakika ngapi, sasa upinzani umetoka. Kwa hiyo mimi binafsi natamani kuiona Simba ikitulia, kitengeneza utulivu, ili wapenzi wao ambao kuna ndugu, wakati mwingine kuna marafiki, kuna ndugu zetu wa karibu ambao wanashabikia Simba, unakuta mtu sasa anakosa hata amani. Kwa mfano kama jana Soiba wangu Official mume alienda uwanjani na mke wake. Yeye Official ni shabiki wa alimsupport yeye, shabiki wa Yanga, mke wake ni Simba. Sasa ameenda uwanjani, mnyama anakufa goli 2, anajikuta anapata tabu ya kurudi naye nyumbani mke wake. Yani mpaka yeye mwenyewe akajisikia vibaya. Sasa mpira umekuwa kama yuzu nini, kila siku anakuta mke wake anakosa amani. Sasa na mke wake anapenda mpira na ni shabiki wa Simba. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Mimi naombea wamalize tofauti zao ili waweze kurudi sasa uwanjani, ili tuweze sasa kuleta ule mpinzani na kufanya ligi iwe tamu sana. Sawa, huyo ni shabiki wa maajabu, shabiki kindakindaki wa Young Africa. Alitoka Simba, sasa hivi yuko Young Africa, na anasema kuwa wawe pamoja, kwa maana Simba wapatane, kila kitu kiende sawa, ili mradi ladha ya mpira haipatikane. Hii ni Hot Biz, mimi ni Mpinga Shari.